Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tuliweza kutazama kichwa kinachosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Tukaona mahali ambapo Kristo yupo katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni kinachoitwa patakatifu sana, akifanya kazi ya hukumu ya upelelezi. Tukatazama wakati Kristo anaendelea na kazi hii ya hukumu ya upelelezi, watu wa Mungu wa Adventista wa Sabato wanatakiwa wafanye pia majukumu yanayowahusu ili waweze kunufaishwa na huduma ambayo Kristo anaifanya katika patakatifu sana. Na tukatazama katika ukombozi tunahitaji uungu na ubinadamu. Mungu anayo sehemu ya kufanya na mwanadamu anayo sehemu ya kufanya. Ukombozi haumhitaji Mungu tu, unamhitaji mwanadamu pia. Mwanadamu analo jambo la kufanya kwa sehemu yake 100%, na Mungu ana sehemu ya kufanya kwa upande wake 100%, kama tulivyotazama katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 12 na 13, anaposema ya kwamba kwa maana Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu katika kulitimiza kusudi lake jema. Wafilipi sura ya 2 na ule mstari wa 13. Lakini ukija ukaangalia mstari wa 12, tunaalikwa kutimiza wokovu wetu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Lakini Biblia ya Kiingereza imesema work out your own salvation with fear and trembling. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi nje na Mungu anafanya kazi ndani. Anayetupatia badiliko la moyo ni Mungu, lakini tukatazama sisi tunatakiwa kuweza kupinga na kuzuia majaribu. Lakini pia tukatazama katika kitabu cha huduma ya uponyaji, Ministry of Healing, ukurasa wa 180 na ile aya ya 5. Mjumbe wa Mungu anasema Kristo alikuja duniani kutufanya washirika wa tabia ya uungu, na maisha yake utangaza kwamba uungu unapounganikana na ubinadamu, mwanadamu anakoma kutenda dhambi. Kwa hiyo tukaona katika ukombozi hatutaokolewa kama gari bovu. Tulitazama kwenye kitabu cha Wito Wetu Mkuu wa High Calling, ukurasa wa 310 hadi ukurasa wa 312. Mjumbe wa Mungu anaposema mwanadamu hawezi akaenda mbinguni kama abiria asiye na sehemu ya kufanya. Ni lazima kwa upande wake pia atumie makasia, yaani aweke jitihada katika ukombozi wake. Lakini pia tukatazama katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9, neno la Mungu linaposema ya kwamba kwa maana sisi tu watenda kazi pamoja na Mungu katika shamba lake. Kwa hiyo tukaona katika ukombozi tunatenda kazi pamoja na Mungu, na tukatazama kwa kina kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 tulimfuata Kristo kwa imani katika patakatifu. Tukatazama kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema kwa maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona, kwa sababu tunaambiwa pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, maana kila anayemwendea Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yuko, naye huwapa thawabu hao wamtafutao. Kwa hiyo mguu wa kwanza ambao tulimfuata Yesu kuanzia mwaka 1844 katika patakatifu sana tarehe 22 mwezi wa 10 ulikuwa ni mguu wa imani. Lakini tukaona mguu wa pili ndio mguu wa matendo, au haya majukumu ambayo tunatakiwa kuyafanya kama kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Tukatazama kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 2 mstari wa 24 hadi mstari wa 26. Hapa tunaona habari za Ibrahimu pamoja na Rahabu zilikuwa zikielezewa, na neno la Mungu linasema twaona ya kwamba mwanadamu hahesabiwi haki
kwa imani peke yake, bali kwa matendo pia. Tunapewa kisa cha Ibrahimu na Rahabu. Hawakuamini tu, lakini walitenda sawasawa na kile walichokiamini. Walitimiza wajibu ambao ulikuwa unawahusu wao kwa kupokea maelekezo au maagizo kutoka kwa Mungu. Na mstari wa 26 anasema, kama vile roho pasipo mwili imekufa, kadhalika imani pasipo matendo imekufa nafsini kwa mtu. Kwa hiyo tukatazama, tunatakiwa kumfuata Kristo kwa imani, mguu wa kwanza, na mguu wa pili tukaona tunatakiwa kumfuata Kristo kwa matendo. Na tukaona haya matendo hatutayafanya kwa kulazimishwa, lakini tutayafanya kwa upendo. Tulitazama katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 6, tunapoambiwa na sisi tunalitazamia tumaini lenye baraka kwa imani. Lakini haishii tu kusema hapo, anaendelea kusema ya kwamba tunatakiwa kulitazamia tumaini hilo la baraka kwa matendo ambayo yanafanya kazi kwa upendo. Kwa hiyo tukaangalia haya matendo hatutayafanya kwa kushinikizwa, lakini tutayafanya kwa sababu tutakuwa tumebadilishwa mioyo, na tutayafanya kwa furaha kama sehemu ya wokovu wetu. Kwa hiyo tulitazama nukuu mbalimbali ambazo zilikuwa zikizidi kukaza ya kwamba sisi Waadventista wa Sabato tunayo sehemu ya kufanya ili tuweze kuokolewa kabla amri ya Jumapili haijatangazwa katika nchi ya Marekani au kabla ya kifo. Kwa sababu haya majukumu sio kwamba tunatakiwa tuyafanye kwa sababu amri ya Jumapili ipo, lakini yalikuwa ni majukumu ambayo yanamuhusu kila mwanadamu atakayeishi katika sayari dunia. Japo Mungu ameweka ukomo wa amri ya Jumapili ili kwa wale ambao watachelewa kuyatekeleza kabla ya ukomo huo kufikiwa, na ukomo huo nimesema ni amri ya Jumapili au kifo, anatakiwa huyu mtu ambaye amekuwa akichelewa kutekeleza majukumu haya ayalete katika maisha ili aweze kusimama. Kwa sababu tulitazama katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 1 na mstari wa 10, neno la Mungu linaposema, kwa maana mkiyatenda hayo hamtajikwaa kamwe. Tukaona tunajikwaa au tunaanguka kwa sababu ya dhambi. Kwa kama tutafanya haya majukumu kwa uaminifu, hatutatenda dhambi, tutapata ushindi dhidi ya dhambi, na hukumu ya upelelezi itakapotoka kwa wenye haki waliokufa na kuingia kwa wenye haki walio hai kwa kutangazwa kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, tutakuwa katika hali ya kusimama na kumtukuza Mungu, kwa sababu ujumbe wa malaika wa kwanza unatualika katika hali ya kumpa Mungu utukufu, na hatuwezi kumpa Mungu utukufu kama bado tunatenda dhambi. Maana unaposoma kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hauwezi ukatenda dhambi alafu kadai unampa Mungu utukufu. Kumpa Mungu utukufu maana yake ni kuitenga dhambi mbali na mioyo yetu, ni kuitenga dhambi mbali na maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tulitazama tukaishia hapo, na nikakuahidi panapo majira kama haya tutaendelea kutazama mfululizo wa somo hili lenye kichwa kinachosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho sehemu ya pili. Lakini kabla ya kuanza kipindi hiki, ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipo dumu ukifanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa fursa hii ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza kweli hizi kuu. Nisaidie mimi mzungumzaji, nitumie tu kama chombo, kwa sababu ni mdhaifu wala sistahili kufanya kazi hii takatifu. Lakini Baba, nifanye kustahili kuzungumza na wana wako katika kipindi hiki ambacho umetupatia kwa ajili ya kutafakari mambo makuu yanayohusu wokovu wetu. Na alika uwepo wako uweze kuwa pamoja nami mzungumzaji, lakini pia malaika zako waweze kuwa pamoja na mtazamaji na msikilizaji pia.
na kushukuru kwa sababu utajibu hata zaidi ya hivi nilivyoomba. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Nimekuambia kichwa cha somo katika siku ya leo kinaitwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, sehemu ya pili. Na kabla ya kuendelea kutazama mfululizo wa somo hili, na kukumbusha kuweza kuwa na Biblia yako, kuweza kuwa na kalamu pamoja na daftari kwa ajili ya kutunzia kumbukumbu. Unapoangalia katika kitabu cha Pambano Kuu, Pambano Kuu ni kitabu cha roho ya unabii. Ukipata nafasi unaweza ukasoma kitabu hiki. Kinazungumzia historia kuhusiana na kanisa la Mungu kuanzia nyakati za mitume, zama za giza mpaka wakati tulionao kwa sasa. Kwa hiyo kwa kuendelea kutazama kipindi chetu katika somo ya leo, tutatazama katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 424 na ile aya ya 4. Sikiliza nukuu hii kwa makini, inazidi tu kukazia kile ambacho tumekuwa tukijifunza katika kipindi kilichopita, kwa sababu hili neno jukumu au haya majukumu ambayo tunatakiwa kuyafanya, kwa lugha nyingine, ndiyo maandalizi ambayo tunatakiwa kukamilisha kwa upande wetu kabla ya rehema kufunga. Kwa hiyo katika somo la leo, fuatana pamoja nami nitakaposoma nukuu hii na uweze kusikiliza kwa umakini. Katika kitabu cha Pambano Kuu, kitabu cha Kiingereza, kurasa hiki ni za Kiingereza, Great Controversy, ukurasa wa 424 na ile aya ya 4. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema, lakini watu walikuwa bado hawako tayari kumlaki Bwana wao. Hapa anazungumzia uzoefu wa mwaka 1844, kwa sababu ni mwaka ambao watu walitafsiri vibaya unabii wa Danieli 8:14 na wakadhania Kristo anakuja hapa duniani. Kumbe alikuwa anaingia katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni kwa ajili ya kufanya kazi ya mwisho ya wokovu wa mwanadamu. Ndio maana Kristo hakuja hapa duniani, kwa sababu pia kuna kazi ambayo hawakuielewa na wangepaswa kuielewa kabla ya kutazamia ujio wa Kristo. Kwa sababu kama wangeelewa na wakaileta katika maisha kazi ambayo wangepaswa kuelewa, wangekuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Bwana. Lakini hawakuwa tayari kwa sababu hawakutambua kwa makini majukumu ambayo yangewasaidia kwa upande wao kushirikiana na Kristo ili kuweza kufikia ukamilifu. Mjumbe wa Mungu anasema, lakini watu walikuwa bado hawako tayari kumlaki Bwana. Bado kulikuwa na kazi ya matayarisho waliopasa kuikamilisha kwa upande wao. Anasema bado kulikuwa kuna kazi ya matayarisho waliopasa kuikamilisha kwa upande wao. Kwa hiyo kumbe Mungu ana sehemu ya kufanya na mwanadamu ana sehemu ya kufanya, na upande wetu ambao tunatakiwa kufanya ndiyo haya majukumu, ndiyo haya maandalizi ambayo tunatakiwa kuyakamilisha kabla ya kifo au kabla ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani, kwa sababu matukio haya yanafunga rehema ya mwanadamu, na Kristo hana nafasi tena ya kushughulikia wokovu wa mtu ambaye atakuwa amelala, yani amekufa, na mtu ambaye atakumbwa na zahama ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Anaendelea kusema hapa ya kwamba nuru ingetolewa ikiongoza akili zao kwenye hekalu la mbinguni.
na kwa kadiri ambavyo wangemfuata kwa imani. Kwa hiyo tuliona huu ni mguu wa kwanza ambao tunafuata nao kuhani mkuu katika patakatifu pa patakatifu. Anasema na kwa kadiri ambavyo wangemfuata kwa imani kuhani wao mkuu katika huduma yake pale, anasema majukumu mapya yangefunuliwa. Ndio maana somo letu linasema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo tutaanza kuyaangalia haya majukumu, lakini kabla ya kuanza kuyaangalia majukumu moja moja, ni lazima tutengeneze msingi wa kuelewa kwa nini tunatakiwa kufanya majukumu haya katika safari yetu ya imani. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kadiri ambavyo wangemfuata kwa imani kuhani wao mkuu katika huduma yake pale, majukumu mapya yangefunuliwa. Ujumbe mwingine wa onyo na maelekezo ungetolewa kwa kanisa. Ndio maana kusanyiko nalozungumzia hapa ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini nabii anaendelea kusema katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la kwanza, ukurasa wa 382. Katika kipindi kilichopita tulitazama ukurasa wa 381, lakini leo pia tutaangalia ukurasa wa 382 katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la kwanza au Selected Message Book 1, ukurasa wa 382. Tuone jinsi ambavyo mjumbe wa Mungu anazidi kukazia ya kwamba katika ukombozi lazima unganikane na ubinadamu. Hatutaweza kuokolewa pasipo kubeba msalaba. Hatutaweza kuokolewa pasipo gharama, na sisi kuna vitu tunatakiwa kuviacha, kama vile ambavyo wana wa Israeli walijitesa nafsi zao wakati kuhani mkuu alipoingia patakatifu sana katika sikukuu ya upatanisho, na wale walifanya kwa kivuli, lakini sisi tuko katika uhalisia wa mambo hayo. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema hapa ya kwamba wakati kumtii Mungu kunapokuwa ndani ya moyo, wakati jitihada zinapowekwa kufikia miisho hii. Kwa hiyo tunapomtii Mungu hatutakiwi kumtii tu kwa upofu, lazima tuwe na juhudi, lazima tuwe na jitihada. Ndio maana panasema hapa ya kwamba wakati kumtii Mungu kunapokuwa ndani ya moyo, wakati jitihada zinapowekwa kufikia miisho hii. Yesu anaukubali mvuto huu na jitihada hizi kama huduma bora zaidi ya mwanadamu, na anaujaza upungufu kwa manufaa yake ya kiungu. Ndio maana pale tunapofanya sehemu yetu kwa uaminifu, ndipo Mungu anapofanya kazi yake kwa uaminifu. Ndio maana kuna nukuu moja inasema, pale ambapo mwanadamu anafikia ukomo, ndipo Mungu anapoanzia kufanya kazi. Anaendelea kusema hapa ya kwamba lakini hataweza kuwakubali wale ambao wanadai kuwa na imani naye. Ndio maana tuliona imani tu haitoshi kutuokoa, ni lazima imani yetu iambatane na matendo. Anaendelea kusema wakati hawaziheshimu amri za baba yake. Na utakuja utaangalia jukumu kubwa ambalo tunatakiwa kufanya, na katika jukumu hilo majukumu mengine yote yanasaidia kulitekeleza, ni kuweza kushika amri za Baba wa mbinguni. Ndio maana anaendelea kusema hapa kwamba lakini hataweza kuwakubali wale ambao wanadai kuwa na imani naye wakati hawaziheshimu amri za baba yake. Tunasikia sana kuhusu imani. Anaendelea kusema lakini tunahitaji kusikia zaidi kuhusu matendo, kwa sababu imani peke yake haitatosha kutuokoa mimi na wewe. Katika safari tunatakiwa tulete matendo ya pasayo toba. Ndio maana hapa anaendelea kusema hapa ya kwamba wengi wanajidanganya nafsi zao. Anasema wengi wanajidanganya nafsi zao. Ndio maana tunaambiwa tujitahidi kupitia mlango ulio mwembamba, maana njia ya uzima imesonga na wanaoiona ni wachache, lakini tunaambiwa njia ya upotevu ni pana na wanaoiendea ni wengi sana. Ndio maana panaendelea kusema hapa kwamba wengi wanajidanganya nafsi zao kwa kuishi dini rahisi yenye kukizi matamanio yao isiyo ya kubeba msalaba. Ukristo wa kweli unahitaji kujikana nafsi. Ndio maana unapotazama katika Injili ya Mathayo sura ya 16, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa sababu pasipo kujikana na kubeba msalaba hatutaweza kumfuata Kristo au kuwa wanafunzi wake na kufanya yale ambayo anatamani tufanye kuanzia mwaka 1844 alipoingia patakatifu sana kwa ajili ya kukamilisha kazi ya mwisho kwa ajili ya wokovu wetu. Ndio maana hapa niendelea kusema hapa ya kwamba
unapotazama katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura 16 mstari 24 na kuendelea, anasema halikadhalika mtu yoyote atakayepoteza nafsi yake ataiona, na atakayeiona nafsi yake ataipoteza. Kwa mtu yoyote ambaye analea ubinafsi anaangamiza roho yake, lakini mtu yoyote anayepambana na anayejikana nafsi anajiimarisha kwa ajili ya kuokoa nafsi yake. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu hiki cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la kwanza, ukurasa wa 353. Mjumbe wa Mungu anasema kuna roho ambazo kwa kujaribu kuwa makini huamini kwa sehemu kwa Mungu na kwa sehemu ujiamini. Ndio maana tunaambiwa yeye ajizaniaye amesimama angalie asije akaanguka. Ni kweli hatutaweza kujibadili tabia zetu, maana neno la Mungu linasema ya kwamba je, chui yaweza kuibadili ngozi ya madoadoa yake? Au pia mkushi anaweza akaibadili rangi ya ngozi yake? Anasema kama hawa waweza, ndivyo ninyi mliozoea kutenda mabaya mwaweza kutenda mema. Kitu tunachohitaji ni badiliko la moyo, lakini hatutaweza kubadilisha mioyo yetu kwa sababu ni miovu. Ndio maana Ayubu anauliza swali, je, kitu kisafi kinaweza kutoka katika kitu kilicho kichafu? Haiwezekani, ni mpaka tupate badiliko kutoka kwa Mungu. Hiyo haimaanishi tusifanye wajibu wetu, hapana, lakini pia hatutakiwi kuamini kwa wajibu tunaofanya ndipo tunaweza kuokolewa, kwa sababu ni kweli tunaweza tukaacha vitu vingi kwa kujitumainia, au tunaweza tukategemea kutimiza matendo fulani au majukumu fulani ya kidini kwa ajili ya kujipatia mahali mbinguni, lakini huo sio uelewa sahihi. Kitu tunachokihitaji hasa ni Kristo ndani ya mioyo yetu, ndipo tutapata pia nguvu na ujasiri wa kuweza kutekeleza wajibu wote, si kwa kulazimishwa bali kwa upendo. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kuna roho ambazo kwa kujaribu kuwa makini huamini kwa sehemu kwa Mungu na kwa sehemu hujiamini. Hazimwangalii Mungu. Ndio maana leo Mungu nasema ya kwamba tunatakiwa kumwangalia sisi ncha zote za mataifa ili tupate kuokolewa. Ndio maana hapa anaendelea kusema pia kwamba hazimwangalii Mungu ili kulindwa kwa nguvu zake, bali utegemea kuweka umakini dhidi ya majaribu na utendaji wa wajibu fulani ili kukubaliwa naye. Huo ni uelewa potofu. Ndio maana sisi hatutaokolewa tu kwa kushika Sabato, hatutaokolewa tu kwa kufanya matengenezo ya afya, hatutaokolewa tu kwa kuishi mashambani. Tutaokolewa kwa kubadilishwa mioyo yetu na kuakisi sura ya Kristo kikamilifu, kwa sababu pasipo kupewa moyo mpya, kitu chochote ambacho tutakuwa tunakifanya yatakuwa tu ni marekebisho ya tabia ya nje, lakini mioyo yetu bado itakuwa imeoza. Ndio maana tunatakiwa kumtegemea Mungu 100%, kwa sababu peke yetu hatuwezi kujiokoa. Anaendelea kusema hapa, hakuna ushindi katika imani ya namna hii. Watu wa namna hii wanahangaika pasipo sababu. Roho zao ziko katika utumwa endelevu na hawapati pumziko hadi pale mizigo yao inapowekwa miguuni pa Yesu. Ndio maana Yesu katika patakatifu sana pia anasema, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anaendelea kusema, jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na kwa sababu nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ndio maana pale tunapomtwika Kristo fadhaa zetu, tunapompatia moyo ili aweze kuutengeneza wajibu ambao atatuambia kuutekeleza, hatutafanya kwa shingo upande, bali tutafanya kwa weupe wa moyo, kwa sababu atakuwa ametupatia nira yake iliyo laini, na kila anachotuambia tutakiona ni chepesi na tutafanya badiliko papo kwa hapo. Anaendelea kusema katika kitabu cha Pambano Kuu, akihusianisha, kwa sababu kuna fungu moja ambalo tumekuwa tukilitumia mara kwa mara katika kitabu cha Mhubiri sura ya 1 mstari wa 9. Neno la Mungu linaposema yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, yaliyotokea ndiyo yatakayotokea.
wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo tukitaka kuelewa vizuri unabii lazima turejee katika historia. Kwa hiyo hata katika nukuu hii tunaweza kupewa uhusiano kati ya sikukuu ya upatanisho bandia au kati ya sikukuu ya upatanisho kivuli na sikukuu ya upatanisho halisi. Unaposoma katika kitabu cha Great Controversy, hizi ni kurasa za Kiingereza, ukurasa wa 430 na ile aya ya 3, mjumbe wa Mungu anasema, hali ya kutokuamini kwa Wayahudi huelezea hali ya kutokujali na kuamini miongoni mwa wale wanaojidai kuwa Wakristo. Na tunaangalia hawa wanaojidai kuwa Wakristo ndio wanaopita katika uchunguzi wa Kristo makini, ndio wanaopitia katika wakati wa hukumu ya upelelezi. Anaendelea kusema, ambao kwa hiari hawajui kazi ya kuhani wetu mkuu mwenye rehema. Katika huduma ya mfano, anarejea katika historia, wakati kuhani mkuu alipoingia patakatifu mno, yani patakatifu sana, anasema Waisraeli wote walitakiwa kukusanyika patakatifu kwa kicho cha hali ya juu kabisa na kwa kunyenyekeza roho zao mbele za Mungu ili waweze kupata msamaha wa dhambi zao na wasiweze kukatiliwa mbali na kusanyiko. Amemaliza kuelezea katika historia, anakuja sasa katika uhalisia. Anaendelea kusema pia kwamba ni muhimu zaidi kiasi gani katika siku hii kuu ya upatanisho ambayo ndiyo halisi. Kwa hiyo kama kwa upande wao walitimiza majukumu yao kwa kuogopa na kutetemeka, sisi tunatakiwa tufanye zaidi. Ndio maana anaendelea kusema hapa ya kwamba ni muhimu zaidi kiasi gani katika siku hii kuu ya upatanisho ambayo ndiyo halisi. Tunafahamu kazi ya kuhani wetu mkuu na kujua, anataja ili neno la msingi sana, majukumu yanayotupasa kwa umuhimu zaidi kiasi gani katika siku hii kuu ya upatanisho ambayo ndiyo halisi. Kwa sasa hivi tunatakiwa kuichukulia kwa uzito kuliko wana wa Israeli walivyoichukulia, kwa sababu sisi tunaishi katika uhalisia. Kwa sababu katika sikukuu zote, unaposoma kitabu cha Mambo ya Lawi sura ya 23 ambazo wana wa Israeli waliagizwa kuzifanya, zilizokuwa zikifunua mpango wa ukombozi, sikukuu ambayo ilikuwa inatakiwa wapatie umakini mkubwa kuliko sikukuu nyingine ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho, kwa sababu hapo ndipo hatima ya mtu ingeamliwa, aidha kubaki katika kusanyiko au kukatiliwa mbali na kusanyiko. Kwa hiyo na sisi kama hatutachukulia majukumu haya kwa uzito, hatutaweza kunufaishwa na huduma ya uombezi ambayo Kristo anaifanya katika hekalu la mbinguni. Unapoangalia katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 620 na ile aya ya 2, mjumbe wa Mungu anasema, wale wanaochelewa kujiandaa kwa ajili ya siku ya Mungu. Siku ya Mungu ni siku ambapo hukumu ya upelelezi itatoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai. Anasema wale wanaochelewa kujiandaa kwa ajili ya siku ya Mungu hawataweza kupata muda wa kujiandaa katika wakati wa taabu. Wakati wa taabu unaanzishwa na amri ya Jumapili ya kitaifa katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kumbe, kabla ya wakati huo tunatakiwa kufanya maandalizi haya, tunatakiwa kuyatimiza majukumu haya kama tukitaka kusimama. Ndio maana naendelea kusema hapa ya kwamba wale wanaochelewa kujiandaa kwa ajili ya siku ya Mungu hawataweza kupata muda wa kujiandaa katika wakati wa taabu au wakati wowote baadaye. Kwa hiyo wakati uliokubalika ni sasa. Ndio maana leo tunapoisikia sauti ya Mungu hatutakiwi kufanya miguu mioyo yetu. Ndio maana hapa naendelea kusema hapa ya kwamba wale wanaochelewa kujiandaa, nitakazia, kwa ajili ya siku ya Mungu hawataweza kupata muda wa kujiandaa katika wakati wa taabu. Kwa kuna uhusiano kati ya wakati wa taabu na siku ya Mungu. Na siku ya Mungu nimekwambia ni wakati ambapo hukumu ya upelelezi itatoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai. Na tukio ambalo litaashiria kuhama kwa hukumu ya upelelezi kutoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai, tumejifunza na tukatazama, ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kumbe amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani inapotangazwa, ndipo wakati wa taabu unaanza, na ndipo nafasi ya maandalizi inafungwa kwa Waadventista wote duniani ambao walipuuzia kutekeleza majukumu haya kabla ya wakati huo au kabla ya wakati wa kifo. Anaendelea kusema,
hawatapata muda wa kujiandaa katika wakati wa taabu au wakati wowote baadaye. Kesi za watu wote wa jinsi hiyo hazina matumaini. Anaendelea kusema katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, hizi ni kurasa za Kiingereza, ukurasa wa 623 na ile aya ya pili. Mjumbe wa Mungu anasema ni katika maisha haya. Ndio maana unaposoma kitabu cha Ibrania 12:14 neno la Mungu linasema tutafute kwa bidii, tufanye hima kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Ndio maana hapa naendelea kusema pia kwamba ni katika maisha haya ndipo inatupasa kuitenga dhambi kutoka kwetu kwa njia ya imani katika damu ipatanishayo ya Kristo. Mwokozi wetu mpendwa anatualika tujiunge kwake sisi wenyewe. Tuunganishe udhaifu wetu katika nguvu zake. Tuunganishe ujinga wetu katika hekima yake na kutostahili kwetu katika ustahilifu wake. Kwa hiyo katika sentensi hizi za awali tunaweza kuona kumbe mwanadamu anayo sehemu ya kufanya na Kristo pia anayo sehemu ya kufanya. Kwa hiyo mwanadamu anashirikiana na Kristo katika mpango mzima wa ukombozi. Anaendelea kusema pia kwamba ni wajibu wetu kushirikiana na mawakala wanaotumiwa na mbingu katika kazi ya kufananisha tabia zetu katika mfano wa kielelezo cha mbinguni. Anasema hakuna anayeweza kupuuza au kuahirisha kazi hii, bali watakaofanya hivyo watakabiliwa na hatari kuu ya kutisha ya roho zao, na wengi tutapuuzia kwa sababu njia ya uzima imesonga. Kwa sababu dini ya kweli inahusisha kujikana nafsi, wengi watakata tamaa na kurudi nyuma kwa sababu wanapenda mioyo yao kuliko kupenda kile Kristo alichowaandalia. Nikutie moyo unapotazama katika kitabu cha Wakorinto, kuna ahadi nzuri tunapewa ya kwamba mambo ambayo macho hayajawahi kuona wala sikio halijawahi kusikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Bwana amewaandalia wampendao. Kwa hiyo Mungu alichotuandalia kina thamani sana kuliko hata vitu tunavyoving'ang'ania, kuliko hata mtindo wa maisha tunaoshikilia. Kwa hiyo nakutia moyo ya kwamba Mungu ametuandalia mambo mema. Mungu ametuandalia mambo mazuri yanayotungoja, lakini hatutakiwi kumpenda Mungu kwa sababu ametuandalia mambo mema. Tunatakiwa kumpenda kwa sababu huo ni wajibu wetu wa maisha yote tukiwa hapa duniani. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha maandiko ya awali, kwa Kiingereza ni early writings, kurasa hizi ni za Kiingereza, ukurasa wa 71 na ile ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema pia niliona wengi hawajui kiasi wapasavyo kuwa ili waweze kusimama mbele za Mungu bila kuwa na kuhani mkuu katika hekalu wakati wa taabu. Huu wakati wa taabu unaotajwa hapa ni muda ambapo mlango wa rehema utafungwa kwa amri ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani, na hukumu ya upelelezi itakapoanza kwa wenye haki walio hai, ikianza katika nyumba ya Mungu ambalo ni kanisa la Waadventista wa Sabato duniani kote. Anaendelea kusema hapa kwamba katika aya ya pili ukurasa wa 71 maandiko ya awali, niliona kwamba wengi walikuwa wakipuuzia maandalizi muhimu yanayohitajika, na huku wakitazamia wakati wa kuburudishwa na mvua ya masika ili kuwafanya wafai kusimama katika sikukuu ya Bwana na kuishi mbele zake. Na wapendwa, pasipo mvua ya masika hatutaweza kupita katika wakati wa taabu. Ndio maana tunaambiwa wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Kwa hiyo katika wakati wa taabu ni Kristo pekee ndiye atakayeweza kutufanya kusimama, na atatufanya kusimama kwa kutupatia mbaraka wake maalum wa Roho Mtakatifu kiasi cha mvua ya masika. Kwa hiyo kama tunapuuzia haya majukumu ya kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, kama tunapuuzia haya maandalizi, hatutaweza kupokea mvua ya masika na hivyo kuweza kusimama amri ya Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani na kuishi maisha matakatifu ya kushika amri zote za Mungu bila kuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni. Ndio maana hapa anaendelea kusema pia kwamba
Niliona kwamba wengi walikuwa wakipuuzia maandalizi muhimu yanayohitajika, na huku wakitazamia wakati wa kuburudishwa na mvua ya masika ili kuwafanya wafae kusimama katika siku ya Bwana na kuishi mbele zake. Anasema, namna gani nilivyowaona wengi wakiwa hawana kimbilio wakati wa taabu. Lakini kwa wale ambao watakuwa wamefanya maandalizi, wale ambao watakuwa wamefanya majukumu haya ambayo ni sehemu yao kwa ajili ya kutimiza wokovu wao, Mungu kwao atakuwa kimbilio na ngome. Kwa hiyo hawataogopa ijapobadilika nchi au ijapopepesuka milima. Kwa hiyo watakuwa wamefikia kilele ambacho Mungu atakuwa anakihitaji. Ndio maana hawataogopa habari mbaya, kwa sababu Mungu atakuwa kimbilio lao na atakuwa ngome yao. Kwa hiyo ni wito ambao Mungu anatupatia leo kwa ajili ya kutuokoa, kwa sababu hapendi hata mmoja apotee, bali anavumilia ili kila mmoja aweze kuifikiria toba. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kwa nini wengi watakuwa hawana kimbilio wakati wa taabu, kama nabii anavyosema, namna gani nilivyoona wengi wakiwa hawana kimbilio wakati wa taabu. Kwa sababu moja tu, anasema walikuwa wamepuuzia maandalizi muhimu, na haya maandalizi muhimu ndio haya majukumu ya kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Anasema walikuwa wamepuuzia maandalizi muhimu, kwa hiyo wasingepokea burudisho. Burudisho linalozungumziwa hapa ni mvua ya masika. Anaendelea kusema, yaani mvua ya masika ambayo ingewafanya wafae kuishi mbele za Mungu mtakatifu, kwa sababu mvua ya masika ndio itakao tufanya tuishi wakati wa taabu katika uzoefu wa kutokuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni. Anaendelea kusema, wale wanaokataa kuchongwa na manabii na kushindwa kusafisha mioyo yao kwa kutii ukweli wote, sio ukweli nusu, na kujizania kuwa wao ni wema zaidi. Ndio maana haya majukumu huwezi ukasema baadhi nafanya, mengine sifanyi. Mungu si kigeugeu, kwa sababu utakapopuuzia kitu kimoja umepuuzia vitu vyote. Ukivunja amri moja umevunja zote. Kwa hiyo ukitaka kutii ukweli na kutembea katika nuru, usibague, fanya yote ambayo unatakiwa kufanya kwa ajili ya kutimiza wokovu wako. Ndio maana anasema wale wanaokataa kuchongwa na manabii na kushindwa kusafisha mioyo yao kwa kutii ukweli wote na kujizania kuwa wao ni wema zaidi, kama ile nukuu tuliyoitazama ya kwamba wanatembea katika dini inayokidhi matamanio yao, lakini watu wa namna hiyo hawawezi wakaokolewa. Ndio maana panaendelea kusema hapa ya kwamba na kujizania kuwa wao ni wema zaidi, kinyume na hasa walivyo. Wakati wa mapigo ndipo watakapotambua kuwa walistahili kuchongwa na kujengwa katika unyoofu. Anaendelea kusema katika uklasa huu wa Rewriting 71 aya ya 2, mjumbe wa Mungu anasema, lakini hawatakuwa na muda wa kufanya hilo. Ndio maana amri ya Jumapili ni kikomo, lakini tu hatakiwi kuishi kwa msisimko. Tukitazamia amri ya Jumapili hatujui ni lini tutalala. Ndio maana wakati uliokubalika ni sasa, hatuna muda wapendwa. Kwa hiyo fursa tulizonazo leo ndizo tunatakiwa tuzitumie kwa umakini, kwa kushirikiana na mawakala wanaotumiwa na mbingu kwa ajili ya kutengeneza tabia zitakazotufanya tufae kuitwa wana na binti za Mungu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba lakini hawatakuwa na muda wa kufanyiwa hilo, wala hapatakuwa na muombezi wa kuombea mbele ya Baba. Kabla ya kipindi hiki tangazo kuu la kutisha litakuwa limetolewa kwamba mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Niliona kwamba hakuna atakayelipata lile burudisho isipokuwa amepata ushindi juu ya kila dhambi msingayo. Ndio maana tutapokea mvua ya masika tufanye tufae kusimama bila kuwa na mwombezi katika hekalu la mbinguni kama tunapuzia haya maandalizi, kwa sababu haya maandalizi ndio yatakao tufanya tusimame na tusijikwae. Kwa lugha nyingine, haya maandalizi yatatufanya tupate ushindi dhidi ya dhambi na kutupatia kigezo cha kuweza kupokea muhuri wa Mungu na mvua ya masika. Ndio maana hapa anaendelea kusema hapa ya kwamba niliona kwamba hakuna atakayelipata lile burudisho isipokuwa amepata ushindi juu ya kila dhambi mzingayo, juu ya kiburi, ubinafsi, kuupenda ulimwengu, na juu ya kila neno na tendo baya. Kwa hiyo tunapaswa kumsogelea Bwana zaidi na zaidi na kufanya maandalizi yaliyo muhimu. Hichi ni kitu cha msingi au majukumu, maandalizi yaliyo muhimu ili kutuwezesha kusimama katika vita katika siku ya Bwana. Hebu sote tuangalie kuwa Mungu ni mtakatifu na hakuna awezaye kuishi mbele zake isipokuwa tu wale walio watakatifu. Lakini mjumbe wa Mungu anaendelea kusema hapa katika kitabu pia cha Shuhuda
kwa kanisa Gombo la Kwanza ukurasa wa 619, anasema nilionyeshwa kuwa kama watu wa Mungu. Unaposikia watu wa Mungu ni kanisa lake Waadventista wa Sabato. Anasema nilionyeshwa kuwa kama watu wa Mungu hawafanyi juhudi yoyote kwa upande wao. Kwa hiyo tuna sehemu ya kufanya. Ndio maana unapopuuzia haya majukumu, unapopuuzia huu ujumbe, unajiandaa kupokea chapa ya mnyama na kutengwa na Mungu milele. Anasema nilionyeshwa kuwa kama watu wa Mungu hawafanyi juhudi yoyote kwa upande wao, bali wanasubiri tu burudisho au mvua ya masika. Burudisho kuajia ili kuondoa maovu yao na kusahisha makosa yao. Kama wanategemea hili ili kuwasafisha kutoka kwenye uchafu wa mwili na roho na kuwafanya wafae kushiriki katika kilio kikuu cha malaika yule watatu, watakutwa wakiwa wamepungua. Kwa hiyo tunapopuuzia haya maandalizi, tutakosa mvua ya masika na tutaweza kusimama wakati wa taabu, na hatutakuwa miongoni mwa wale watakaoshiriki katika kilio kikuu, kuwaita waaminifu katika makanisa mengine kuja kuchukua nafasi za Adventista wa Sabato ambao watakuwa wamefungiwa nje. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Shuhuda kwa kanisa Gombo la 5:214, mjumbe wa Mungu anasema tumeachiwa jukumu letu kurekebisha mapungufu yote ya tabia, kusafisha hekalu la nafsi na uchafu wote wa roho na mwili, ndipo mvua ya masika itakapomwaga kwetu kama vile mvua ya vuli ilivyomwagwa kwa mitume wakati wa Pentekoste. Mjumbe wa Mungu anahitimisha kwa kusema katika kitabu cha Shuhuda kwa kanisa, katika kitabu cha Shuhuda kwa kanisa Gombo la 5:216 na ile ya kwanza, ni swali ambalo tunatakiwa wote kuweza kulitafakari kwa kina. Mjumbe wa Mungu anasema mnafanya nini ndugu katika kazi kuu ya maandalizi? Na kumbuka kazi kuu ya maandalizi na ukomo, na ukomo nimekuambia kwetu sisi tulio hai ni ambe Jumapili katika nchi ya Marekani, lakini pia mtu anaweza akafa. Ndio maana unapoangalia gombo hili la 5466, mjumbe wa Mungu anasema kufa ni jambo nyeti, lakini kuishi ni jambo nyeti zaidi. Anasema kila neno, kila wazo, kila tendo litatukabili tena maishani mwetu. Namna tunavyoenenda sisi wenyewe katika kipindi hiki cha matazamio, ndivyo tutakavyodumu katika umilele wote. Kifo huleta ukomo wa mwili, lakini hakileti badiliko la tabia. Kuja kwa Kristo hakutobadilisha tabia zetu, bali hudhibitisha milele kiasi cha kutokubadilika kabisa. Kwa hiyo pia hatujui ni lini tutalala. Naweza tukalala hata siku za usoni hapo kabla ya Jumapili kutangazwa, lakini swala kujiuliza, je, tutakuwa tumetimiza kazi kuu ya maandalizi na hatimaye kupewa tabia ya Kikristo, vazi la Kristo lisilo na hila wala waa? Ni swali ambalo tunatakiwa kujitafakari na kujiuliza mara kwa mara. Anaendelea kusema pia kwamba mnafanya nini ndugu katika kazi kuu ya maandalizi? Anauliza swali. Anasema wale wanaojiungamanisha na dunia wanapokea muundo wa kidunia na kujiandaa kupokea chapa ya mnyama. Wale ambao hawajitumaini, ndio maana hatutakiwi kujitumaini, tunatakiwa tumtumainie Bwana. Anasema hapa ya kwamba wale ambao hawajitumaini, wanaojinyenyekeza mbele za Mungu na kutakasa nafsi zao kwa kutii ukweli wote, kwa sababu tunatakiwa kulinganisha huku kidogo na huku kidogo. Katika kitabu cha maandiko ya awali amesema ukweli wote, hapa amesema ukweli. Kwa hiyo tunatakiwa kutii ukweli wote. Anasema na kutakasa nafsi zao kwa kutii ukweli, wanapokea muundo wa kimbingu na kujiandaa kwa ajili ya muhuri wa Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao. Anasema pale ambapo amri itapitishwa, hapa ndipo ukomo wa maandalizi, hapa ndipo hatutaweza kutimiza majukumu ambayo yalikuwa sehemu yetu kuyatimiza kabla ya wakati huu. Anasema pale ambapo amri itapitishwa na nembo kushinikizwa. Nembo ni chapa ya mnyama au ibada ya siku ya Jumapili, kwa sababu hiyo ndio nembo ya shetani, ndio nembo ya mnyama. Anasema pale ambapo amri inapitishwa na nembo kushinikizwa. Kwa hiyo kumbe nembo inayozungumziwa hapa ambayo itapitishwa katika amri ni ibada ya Jumapili. Anasema tabia zao zitabakia safi na zisizo na dosari kwa ajili ya umilele. Kwa hiyo baada ya kutengeneza msingi huu, tutaanza kuangalia haya majukumu, lakini jukumu ambalo ni muhimu
na katika hilo majukumu mengine yote yanafanya kazi katika kulitekeleza ni kuweza kushika amri za Mungu. Kwa hiyo katika kipindi kitakachokuja tutaanza kutazama hili jukumu ya kwamba amri za Mungu ni miongoni mwa jukumu la kusanyika katika sikukuu ya upatanisho. Haimaanishi tangu mwaka 1844 mwanadamu alitakiwa kushika amri za Mungu, hapana. Lakini Mungu ameiweka sikukuu ya upatanisho kama kikomo kwa ajili ya kushughulikia wokovu wetu. Ndio maana Kristo atakapotoka patakatifu sana hataweza kufanya lolote tena kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo kama tumekuwa tukipuuzia kutimiza majukumu haya, hatutakiwi kupuuzia sasa, kwa sababu tunaelekea katika kikomo, tunaelekea katika miisho ya sikukuu ya upatanisho. Kwa sababu kama kikomo hiki kitakapofikiwa, Bwana hatakuwa na lolote la kufanya kwa ajili ya kutuokoa. Kwa hiyo hata unapotazama, fungua pamoja nami katika Biblia yako kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 11 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, kisha hekalu lililoko mbinguni likafunguliwa na sanduku lake la agano likaonekana ndani ya hekalu lake. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho watu walikiona walipomfuata Kristo kwa imani, wajibu wa kwanza ambao ulikuwa ni wajibu ambao ulikuwa ni kitovu cha wajibu mwingine wote, ilikuwa ni amri za Mungu, kwa sababu sanduku la agano lilikuwa lina vibao viwili vya mawe ambavyo vilikuwa vimeandikwa amri 10 za Mungu. Huu ndio wajibu mkuu ambao tutakuwa tukiutazama katika wakati utakao kuja. Kwa hiyo kichwa cha somo katika wakati utakao kuja litakuwa nimekipa kichwa kinachosema amri za Mungu na sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo tutaanza kuangalia hili jukumu kubwa, jukumu muhimu ambalo katika hilo majukumu mengine yote yanafuata, kwa sababu majukumu mengine yote madogo madogo yamejengwa na yapo kwa ajili ya kusaidia jukumu hili kubwa la kuweza kushika amri za Mungu. Ndio maana mhubiri anasema hii ndio jumla ya mambo yote ambayo yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, kwa maana kwa ujumla huu ndio wajibu wote unaompasa mtu. Kwa hiyo napenda kukualika katika kipindi kitakachofuata katika kichwa kinachosema amri za Mungu na sikukuu ya upatanisho. Nakumbuka kuwa na kalamu yako, daftari pamoja na Biblia yako mkononi. Lakini tunapohitimisha kipindi hiki, ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipofanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako. Asante kwa kuzungumza nasi. Asante kwa kutupenda upeo, kwa sababu haukuja ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika wewe. Hivyo Baba, tusaidie katika saa chache za rehema yetu iliyosalia, tuweze kushirikiana pamoja na mawakala wanaotumiwa na mbingu kwa ajili ya kufananisha tabia na kutufanya tufae kuingia katika makao ya amani. Tunaamini utakuwa pamoja nasi na uwepo wako hautatupungukia, na utakutana na mahitaji yetu yote ya kimwili na kiroho. Ndilo ombi letu kwa imani kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina.